Hello, mambo vipi mwanaharakati za migodi. I go by the name Kelvin Muhamba na mimi ndio storyteller wako katika harakati hizi za migodi. Bwana, nimekuwa nikikupitisha katika vipindi tofauti namna ambavyo tunatoa mawe yenye dhahabu, mchakato wa jinsi ambavyo tunayasaga hayo mawe. Kwa wewe ambaye ni mdau unafuatilia harakati za migodi, hayo yote utakuwa umeyaona katika series zetu za matukio ya harakati za migodi. But today nataka tuende kitofauti zaidi. Mdau wa harakati za migodi, unaweza kuwa umesikia dhahabu, lakini pia unaweza kuwa umewahi kuishika, lakini najua wapo wengi ambao dhahabu tunaisikia tu kwamba dhahabu iko kwa namna hii, ipo kwa namna hii, inafanana hivi na hivi na hivi. Lakini kikubwa ambacho natamani ukae nacho na uendelee kubaki nacho, nataka tu uendelee kujua kuwa dhahabu ni moja kati ya madini yenye thamani kubwa sana duniani. Sasa leo natamani nikupitishe katika maeneo tofauti. Na eneo la kwanza nitakalo kupitisha ni eneo la urembo. Moja kati ya sehemu ambayo wengi wetu tunalielewa sana kwa upana, ya kwamba dhahabu ina uwezo wa kutengeneza cheni, dhahabu ina uwezo wa kutengeneza bracelet, dhahabu ina uwezo wa kutengeneza pete. Na tumeona katika matukio mengi hasa hapa Afrika au Tanzania, mtu akivalishwa pete yenye dhahabu basi anakuwa amepewa heshima kubwa sana. Lakini pia tukimwona mtu ambaye amevaa cheni ya gold, basi tunamlevo kama mtu ambaye ni mtu mwenye uwezo fulani. Na hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya upekee wa madini ya dhahabu. Eneo la pili basically ni eneo la kiteknolojia. Hapa nazungumzia masuala mazima electronic device. Kwenye simu yako ya mkononi, kwenye redio yako, kwenye television yako au kompyuta yako, kaa ukijua kuna dhahabu imehusika katika kutengeneza hiyo simu yako. Sasa iko hivi, dhahabu ni moja kati ya kifaa ambacho kina uwezo mkubwa sana wa kupitisha umeme kwenye standard nzuri kuliko kifaa chochote kile cha chuma ambacho